Fungua. Kelele bwana wewe. Jamani kitu gani kunipigia kelele mchana wote huu? Wewe acha tu mke wangu, wewe acha ninavyokuambia. Sijui shetani lile, sijui popo. Malaika. Nimemwona malaika. Kuna kijana mmoja hivi yule msalama mpya nani yule mbakaji yule Isote. Amebebwa na malaika. Amepanda juu. Huyo malaika umemwona wapi? Si ndotoni mke wangu. Haya, uone utakatifu gani ukamwona malaika wewe? Hata mimi nashangaa lakini ndo nishamuona hivyo mke wangu, amini. Hebu nisikilize. Nimeshakuandalia chai mezani na uporo wa wali. Ukimaliza kote hizo ndoto zako za malaika, nenda kale. Mimi naenda kwenye vikoba. Sasa, unaenda wapi? Kwenye vikoba, tena kwa herufi kubwa. Ana mke wangu hapa mguu utoi. Hapa utoi mguu mke wangu. Yaani kwa jinsi ulivyopendeza hivyo. Mtani alau. Ni kweli nimependeza. Na mwanamke na nusu. Hatari hata basi. Mtoto anamshinda mamake kwa kufagia. Mtoto mzuri huyu jamani. Alafu ndo nataka uende kwenye vikoba ulivyopendeza hivyo. Mimi watu wanaovaa hivyo na wajua wanaendaga kule. Kuna watu wanaendaga kule wanatoaga hela wanapaa kama hivyo. Lakini mke wangu umevaa hivyo unaenda kwenye vikoba. Hapana, hapa utoke. Hebu sikiliza. Hayo maneno yako mimi siyataki. Nenda kwenye vikoba, umndani bili ya maji nalipa mimi. Umeme nalipa mimi, kodi pia nalipa mimi. Nisipoenda kwenye vikoba na nitalipia. Au sitakula nini umndani? Ana mke wangu kila kitu kina sababu yake, ndio maana nikaota ile ndoto ule kijana amebebwa. Ina maana kijana anaenda kule na kufa. Kwao kutakuwa kuna msiba. Kuna msiba tena mimi kama chakula kama unavyonijua. Nabeba mchele kwa nata nyumbani. Halafu after hapo naenda na kindoo nabeba pilau na wali mweupe kama unavyopendaga na uleta ndani. Tunakula mke wangu, usende. Hicho ndo nachokiwaza kwenye akili yako. Sasa wewe endelea kulala hapo. Wote hao malaika zako, uporo uko ndani uchache, sijui utakula nini. Anaondoka kweli? Eti nimekuwa pale uporo na vichai, unywe, si nini na nini? Ili madi yake fanye mambo yake. Hiyo kodi nishajua. Yaani leo mede Isaka boka Isaka. Leo naye ngoja. Hapo vipi? Kama Mwajuma Sasa kazi ya naye wewe mwanamke. Hii inawezekana vipi? Inawezekana vipi? Mtoto mdogo anifanye sina raha na mume wangu, sina amani. Yaani leo mpaka mume wangu amenichapa kibao. Kisa mtu alokuja juzi tu kwenye familia yangu. Kwa nini sina amani? Sina raha na ndoa yangu. Yaani muda anatumia ule binti na mume wangu. Hata mimi mwenyewe sina muda kama huo kutumia na mume wangu kiasi kile. Muda wote kamkumbatia, kamng'ang'ania. Ananifanya nakosa amani. Sina raha na nyumba yangu. Mungu nisaidie, nachanganyikiwa mimi. Nifanye nini? Nifanye nini? Kwa nini nakosa amani kwenye nyumba yangu? Kisa mtoto mdogo. Tena akaja juzi tu ananifanya nakosa raha, nakosa amani, nakosa kuishi vizuri na mume wangu. Hapana. Lazima nifanye kitu. Hii sio sawa. Hii haipo sawa kabisa. Yaani inawezekana. Lazima nifanye kitu. Oliva? Dada? Abe dada. Njoo. Mbona jificha?
Alafu si nguo zangu hizi. We Mpemba. Abe. Mume wangu. Yaani unanifuata mchana kote huku lakini na nguo hizi za kike unaenda wapi? Ndio nakufuata. Yaani nimepewa mamlaka kukanyaga nyoka na nge. Utakapotoa unyoyo wako naeka ubato wangu. Yaani baimbe na kufuata mpaka unapoenda. Lakini si nimekuaga nenda kwenye vikoba. Lakini si nimekuaga wewe. Vikoba? Nilikwambia mke wangu usiondoke ukajitia ashu. Mimi naondoka sasa leo. Mimi na wewe mpaka huko kwenye vikoba. Kwa sababu kwenye vikoba unapendeza kama hivi. Kwenye vikoba gani? Watu hamna ajira, hamna kibalua, mmekaa tu vikoba. Kule mnatafutiana mabwana. Kwenye vikoba huko mnatafutiana mabwana. Sasa mimi leo nataka niende huko kwa sababu gani? Wewe mwanamke wewe unapata hela. Yaani unalipa bili ya maji, unalipa umeme, unalipa hela ya kodi. Mimi niko tu, alafu wewe unaenda kwenye vikoba huko. Nataka nijue mnatumia mbinu gani? Mbona leo ashula kiuno? Hebu sikia. Mimi nikiamua kukuchiti na kuchiti tu. Hivi unataka nichunge mimi mtu mzima? Unataka nichunge na kuuliza? Mwanamke hachungi, mwanamke anahudumiwa. Unachamba. Leo mimi na wewe leo. Haya, nenda kwenye kikocha wanawake kule. Haya, wewe unanifuata ili iweje? Nenda kusikiliza. Nenda kusikiliza mnatumia mbinu gani mpaka mnapata hao wanaume huko kwenye vikoba. Kwanza pale kizampo nikishafika pale mimi unatangaza kwamba huyu hapa mimi anti yangu sawa na kupigia ili hapa hii. Nikaambiwa kama mama wa mali nikifika pale habari zenu wana kikundi watu tena watu naonekana walikuja leo kweli pambe. Ndugu yetu leo kaja na mtu. Kumbe mimi nipo katika uchunguzaji wangu. Kwa sasa hivi unanichunga, si ndio? Wewe mbuzi wangu. Tena ingewezekana ndio hivyo tu. Nimekosa kamba lakini ungekuwa nafuata mpaka alama ya buluzo. Hapa kazi ninayo. Na unatamba nayo. Tondoke shoga yangu. Abe dada. Mdogo wangu nimekuita hapa na matatizo. Nahitaji unisaidie. Najua wewe unajua mimi ni mkorofi sana. Lakini nimeishi na wewe humu ndani mwaka sasa. Nishakufanyia chochote kibaya? Hapana dada. Lakini huyu mdada mgeni anazidi sasa. Amepitiliza. Hivi anapata wapi ujasiri wa kumkumbatia mume wangu? Ndani nimemkuta kamkumbatia mume wangu. Hapa nje na kwenyewe nimemkuta kamkumbatia mume wangu. Hivi mdogo wangu, inawezekana vipi mwanaume na mwanamke wakawa wanakumbatiana muda wote? Nikimuuliza mume wangu anasema tu shida eti ana matatizo, inabidi tumsaidie. Kweli, kumsaidia ndo kumkumbatia muda wote? Naomba unisaidie mdogo wangu. Hivi uone hapo kama kuna tatizo? Uone kama kuna shida? Sasa nakuelewa dada. Inaweza kuwa amekuja anaigiza na matatizo, lakini lengo lake anamtaka mume wako. Ila hapo nakushauri dada, kuwa makini. Hapa sasa naona upo pamoja na mimi mdogo wangu. Naomba uende ukanitii. Sawa dada. Lakini nakuona una fimbo. Na kuomba tu dadangu na kushauri, usije ukajichukulia sheria mkononi, ukampiga mtoto wa watu. Alafu hujui ana matatizo gani. Akadondoka hapo ukapata lawama dadangu. Kwa nakushauri. Usijali mdogo wangu. Nenda kanitii. Sawa dada, nimekuelewa.
naomba nisamehe. Nisamehe 7 mara 70 dadangu. Sitakuja kurudia tena. Sitakuja kurudia. Na hapa kwa Mungu. Kweli dadangu. Nakuomba. Wewe hutaki kusamehewa. Yaani wewe huu ndio mchezo wako. Na umezoea. Kila msichana unambaka. Yaani unatakiwa ufe. Hutaki kuishi katika ulimwengu huu. Yaani mimi nife? Dadangu niwa mapema dadangu. Sina hata mtoto dadangu niwa mapema. Mimi naomba unisamehe, sitakuja kurudia tena. Nisamehe 7 mara 70. Mimi ulitaka kunibaka. Na yule pia ulitaka kumbaka. Sasa niambie, huu ni msichana wangapi ulitaka kumfanyia hayo mambo? Sio wasichana wengi, sio wasichana wengi. Nimebaka wasichana 62 tu, 62, 61. Huyu ndo angekuwa 62. Nakuomba unisamehe mimi, naomba unisamehe. Naomba usinihukumu kiasi hiko dadangu. Nakuomba usinihukumu kwa wasichana 62 tu. Kwani wasichana 62 ndio unihukumu mimi? Kweli? At least wangefika wasichana 100 niliowabaka. 62 kwa dadangu utakao niue uhai wa mtu kweli na wanawake 62 kweli? Naomba. Kwa nini umenizuia? Wacha hiyo binti. Mimi na wewe hatupo kwa ajili ya kuhukumu, bali tupo kwa ajili ya kusaidia watu katika ulimwengu huu. Kusaidia binadamu? Binadamu mwenyewe ndio huyu. Huyu hastahili msaada. Alitakiwa afe. Hapana. Usitende ubaya kwa mtu aliyekutendea ubaya. Mimi na wewe tunapaswa kusaidia walimwengu na sio kuwatendea hayo ambayo unataka wewe kuyatenda. Huyu anastahili kifo. Wala hataki kubaki kwa sababu alitaka kunibaka hata na mimi. Inamaanisha huu ni mchezo wake. Binti, unapaswa utambue mimi na wewe tulishafariki katika ulimwengu huu. Hivyo basi, hii ni golden chance ambayo tuko nayo. Ukithubutu kumuua mtu mmoja, basi miaka yako 10 ya kuishi katika dunia hii itapunguzwa. Lakini ikitokea umemsaidia mtu mmoja, basi miaka 10 ya kuendelea kuishi katika dunia hii itaongezwa. Itakuwaje kuhusu huyu? Tayari kashaniona. Wala usijali binti, ondoa shaka. Hilo ni jambo dogo sana kwangu. Sasa umepeleka wapi? Huyo atamka akiwa nyumbani kwao. Vipi akija kuniona? Hata nikumbuka?
wala hataweza kukukumbuka, kwa maana tayari nimeshafuta kumbukumbu zote ambazo yuko nazo za hapo nyuma. Binti, mimi pia nina uwezo kama ambao uko na wewe. Binti, una haja ya kushangaa. Mimi uwezo wangu ni wa barafu, lakini wewe uwezo wako ni wa moto. Moto? Nawezaje kuutumia huo moto? Hebu nyosha mkono wako binti. Nyumbani kwenu kuna matatizo makubwa sana. Uamuru wa moto haraka ukupeleke na uende ukaangalia hayo matatizo huko. Tumia nguvu. Uamuru moto haraka iwezekanavyo. Dada yako ana matatizo makubwa sana, unapaswa uende ukamsaidia. Hivyo basi uamuru wa moto haraka iwezekanavyo ukupeleke. Siwezi kumsaidia, alitaka kuniua yule. Kwa nini nimsaidie? Wacha hiyo binti, usilipe ubaya kwa mtu aliyekutendea ubaya. Huyo ni dada yako, lakini pia huyo ni mke wa kaka yako ambaye wewe alikusaidia pindi ukiwa unataka kubakwa.